Karibu sana ndani ya Hello Weekendi. Asante kwa kuchagua UTV, asante kwa kuchagua kuwa mwanafamilia wa Azam TV. Wewe kwetu ni wa thamani sana. Tunayo furaha Jumamosi nyingine umechagua kuwa na sisi, Jumamosi ikiwa tulivu kabisa, Jumamosi ikiwa ya kujadili yale yanayoendelea kuwepo huko kwenye jamii yetu. Langu jina ni Meroxy Mbaya na mwenzangu ni mimi ni Richard Ngaila. Tunakutana hii leo lakini tunafahamu kwamba tutajadili kuhusiana na wakopaji wasiolipa madeni. Kukopa si dhambi, lakini unarejesha kwa wakati. Sasa ukichelewa kurejesha mkopo wako ndipo linaitwa deni. Una madeni mangapi? Lakini wakati unakopa ulikopa kwa dhumuni gani? Je, ulilisimamia dhumuni hilo? Messi. Lakini fahamu bwana, ukishaona umefikia hatua ya madeni, maana yake umezidiwa. Mbona unatutisha? Ukishaitwa mdaiwa, sasa hapo nao unazidiwa. Leo ni siku ambayo kama wewe upo kwenye kundi la kukopa na haurejeshi deni ambalo unakuwa umekopa, basi ni siku ambayo utajifunza mbinu muhimu kabisa za kukabiliana na hilo deni, na huenda baada ya miezi mitatu kutoka sasa au miezi 6 utakuwa umemaliza na usiwepo kabisa kwenye hilo kundi. Lakini kama wewe upo kwenye kundi la kudai, basi wale ambao wamekopa na hawarejeshi madeni, utafahamu mbinu gani ni nzuri ambayo unaweza kaitumia hadi ukafanikiwa kulipwa lile deni ambalo mtu amekukopa. Upo kwenye kundi gani? Upo kwenye kundi gani? Mimi. La kukopa na kukopesha? La kukopesha. Au nani? Naam. La kukopesha. Nani aladi movement? Kwa wanaodaiwa hawatafundishwa mbinu za kukwepa au? Hiyo haipo. Za kulipa taratibu bila maumivu. Upo kwenye kundi la kukopesha? La kukopesha zaidi. Na kukopa na kopa, lakini la kukopesha. Mwakilishi wa kundi la madeni. Sasa mimi nakopa. Nipo, msiogope, hampo mimi pekeni. nakopa lakini nakopesha zaidi nafikiri. Kwa hiyo deni langu ni himilivu. Nambari yako ni 0763809770. Tujuze kwa nini watu wanafikia hatua ya kushindwa kulipa madeni. Unakopa deni la kwanza, la pili, la tatu. Kuna muda unakopa deni kulipa deni. Kwa nini inafikia hatua hii? Na kama wewe una ushauri pia unaweza ukatutumia hapa. Nambari yako ni 0763809770. Tutakuwa na wataalamu hapa ambao tutazungumza nao, na wewe ukiwa ni mwanajopo nambari 1 unaweza kushiriki na sisi. Unatupigia WhatsApp video call au unatutumia ujumbe. Sasa wataalamu wanatuambia mbinu nzuri ya kuepukana na madeni, basi ni lazima uwe na akili ya fedha. Akili ya fedha itakufanya upate mbinu kutoka kwenye umasikini na kujenga utajiri wa kudumu. Ukiwa tajiri wa kudumu hautapata nafasi ya kukimbia madeni, na ukiondoka kwenye umasikini hautaweza kuwa na madeni. Kwa hiyo ni lazima uwe na akili ya fedha. Yaani tunakuwa na akili ya maisha, lakini kumbe tunahitaji kuwa na akili ya fedha. Maana kuna watu unasikia anakuambia yule akili ya maisha anayo lakini ndio hivyo, au yule amesoma lakini akili ya maisha hana. Basi kumbe kuna akili ya fedha ambayo tunatakiwa kuwa nayo ili uweze kuepukana na madeni. Na anayetupatia akili hii ya fedha si mwingine bali ni Victor Mwambene. Karibu sana. Asante sana. Tumefurahi kuwa nawe siku ya leo. Nimefurahi tena na mimi kufika. Kutana na mkopaji kidogo na mkopeshaji sana, Richard Ngaila. Okay, sawa. Mimi nimekopa 4,000 lakini nimekopesha 6,000. Unahisi kuna uhalisia hapo? Hamna basi. Ukiwa kama profesa mshiriki kwenye eneo la fedha umeshaelewa. Yupo kundi gani? Karibu sana Victor, tumefurahi kuwa na wewe kwa siku hii leo tukiwa tunaangalia wakopaji wasiolipa madeni. Kwa sababu mtu anayemkopesha, kuna wengine hukopesha kama biashara, lakini kuna mwingine anakopesha kama kuwekeza ambaye hata kudai riba. Sasa usipomlipa maana yake unakuwa umemrudisha nyuma hatua kadhaa za maendeleo yake. Yeye alikusaidia wewe kupeleka mbele hatua kadhaa wakati ukiwa na shida unakopa. Ulikuwa na uhitaji wa fedha hiyo, lakini wewe sasa unashiriki katika kumrudisha nyuma. Sasa ni kwa nini mtu akope asirejeshe madeni? Na wanatengeneza hali ya kwamba uaminifu, wale walikuwa nakopesha kuna namna wanakata tamaa ya kuanza kukopesha. Hasa ambao hawafanyi kama biashara. Kwa sababu hapa tunaangalia maeneo yote mawili. Kuna ile mtu anakugongea, naomba nisaidie 20,000, mtoto wangu ni mgonjwa, huwezi kumlipa riba. Lakini asipokulipa maana yake akija mtu mwingine hautaweza tena kumsaidia. Sasa tunawezaje kuondoka kwenye wimbi hilo ili tuendelee kuishi kiujamaa vizuri, tu tunakopeshana na tunafurahia maisha? Ndio maana tumeliweka hapa mada hii tujadili, na ndio maana tumekuwa na wewe. Kwa sababu nafikiri uzoefu ndani yake. Unavomkopesha mtu, unamsaidia shida yake. Au mimi ninavyoenda kukopa na kuwa nimesaidia shida. Lakini kama sitomlipa, kuna watu wanakopesha hadi ada za watoto. Ni kweli. Nimekukopesha mwezi wa 12 najua nitalipa ada mwezi wa 4, na umeniahidi unanilipa mwezi wa 2. Inafika mwezi wa 4 haujanilipa. Unaelewa unakuwa umenirudisha nyuma kwa kiasi gani? Kwa hiyo tabia ya kutokulipa madeni
madeni inarudisha nyuma. Lakini leo hadi tunamaliza kipindi hiki tutakuwa tumefanikiwa kuona namna gani tunaondoka hapa. Tukumbushe kwa haraka kwa ambao wanakuwa bado wanachanganyikiwa, haelewi tafsiri ya deni. Tupe hapo. Asante sana. Deni ni fedha ambayo unakopa kwa mtu either kwa riba au kwa kutokuwa na riba kwa lengo la kutimiza mahitaji yako. Inaweza kani ya kibiashara au mahitaji binafsi, mahitaji ya lazima. Hilo ndo maana ya deni. Kwa hiyo deni sio baya, inategemeana na unakopa kwa sababu gani. Kwa sababu kuna utofauti, kuna madeni mabaya na madeni mazuri. Na hapa uzuie watu kukopa, tunakuzuia kukopa kwa ajili ya mahitaji ya msingi, kuingia kwenye madeni mabaya, kwa sababu kuna utofauti wa madeni mabaya na madeni mazuri. Madeni mabaya ni yale madeni ambayo mtu anakopa fedha kwa ajili ya mahitaji. Yaani kuna tafsiri mbili za madeni mabaya. Tafsiri ya kwanza, deni baya ni deni ambalo unakopa fedha kwa ajili ya mahitaji yako ya msingi, au unaweza kuwa unakopa fedha kwa ajili ya ada ya watoto. Hilo ni deni baya. Unakopa fedha kwa ajili ya chakula, unakopa fedha kwa ajili ya kodi. Hilo ni deni baya. Yote ni mabaya. Yote ni mabaya. Hata kama unakopa fedha, kama unahitaji wa chakula unafanyaje sasa? Unatakiwa aidha uongeze kipato au uwe na budget na kuongoza katika kwa muda huo. Kabla ya kuanza kuongeza kipato unagundua nyumbani ile unga ndo hamna tena. Yes, hiyo ni changamoto. Yaani lazima ujifunze namna ya kuongeza kipato, na lazima pia uwe na budget, kwa sababu watu wengi shida sio kuwa na pesa. Shida watu pesa wanapata, lakini wana matumizi yasio na lazima. Huwa inaelezwa kwamba kuna utofauti kati ya mikopo na madeni. Ndio. Hapa watu kwamba huwa wanachanganya mikopo na madeni, kwamba ana mikopo mingi ama ana madeni mengi. Yes. Deni ni mkopo uliokosewa adabu. Yes, au deni ni mkopo uliopitiliza muda wake. Mkopo ni pale makubaliano kwamba bwana nakukopesha milioni 1 unarudisha ndani ya miezi 3. Miezi 3 inapopita hujarudisha ile fedha, ule mkopo unabadilika unakuwa deni. Kwa deni ni mkopo uliopitiliza muda wake, au tunaweza kusema deni ni mkopo uliokosewa adabu. Yes. Sawa. Yes. Kwa hiyo tumeeleza hiyo tafsiri ya deni baya, lakini deni zuri ni ule mkopo ambao unakopa kwa ajili ya kwenda kuzalisha. Sasa watu tunawahimiza kwamba usikope fedha kwa ajili ya matumizi, kopa fedha kwa ajili ya kuzalisha. Mwingine anasema nimepata matatizo, kwa nafanyaje? Nina msiba, nimefiwa. Kama ndio maana tunasema una fedha za dharura. Uwe na fedha kwa ajili ya dharura. Kuna siku utaumwa, lazima ulielewe hilo. Ndio maana unatakiwa uwe na bima afya, lakini pia una fedha za dharura. Kuna siku utapata matatizo, ni mambo ambayo lazima uyaelewe. Yes. Sawa. Nambari yako ni 0763809770. Tutumie ujumbe wako hapa na utupigie WhatsApp video call, tujadili kwa pamoja jamani. Hawa wakopaji wasiolipa madeni, tuone namna gani tunaweza tukaondoka kwenye kilindi hiki. Tulivyokuambia mara ya kwanza hapa Victor, tunataka kuangalia wakopaji wasiolipa madeni na tunawezaje kuwasaidia, ukatuambia tunahitaji akili ya fedha. Ndio. Kwa nini? Na ni ipi? Okay, sawa. Maana kama kuhesabu fedha tunajua. Moja 10,000 nikiongeza 10,000 na 20,000. Yaani mimi nisijue 3,000 kweli. Sasa hiyo akili ya fedha ni ipi? Okay, katika eneo lolote ambalo mtu anataka kufanikiwa na kustawi, lazima uwe na maarifa. Unataka kufanikiwa kwenye eneo la malezi, uwe na maarifa ya malezi. Kwenye eneo la fedha, uwe na maarifa ya fedha, akili ya fedha. Kwenye eneo la kipaji, kitu chochote unachotaka kufanikiwa. Ili tufanikiwe kwenye maisha tunahitaji vitu vikubwa vitatu tu. Cha kwanza tunahitaji kuwa na akili ya fedha, ufahamu wa fedha. Uwezi ukatafuta usichokijua ukakipata. Watu wanatafuta pesa hata wajui pesa maana yake nini. Umeona Lakini pili unahitaji malengo ya fedha, na tatu unahitaji nidhamu ya fedha. Sasa hivi vyote utaweza malengo utatengeneza vizuri kama una maarifa. Nidhamu ya fedha utakuwa nayo kama unajua unachokifanya katika eneo la fedha. Kwa akili ya fedha ni uwezo wa kujua jinsi ya kutengeneza fedha, jinsi ya kutunza au kuwekeza fedha, na jinsi ya kudhibiti pesa zako zisipotee. Kuna watu wanapata pesa nyingi sana lakini wanazipoteza katika matumizi yasio na lazima kwa kutokuwa na budget. Kwa unahitaji akili ya fedha, ujue namna sahihi ya kutengeneza pesa. Kuna watu kipato chao ni kidogo kwa sababu hawajui namna sahihi ya kutengeneza fedha. Inawezekana unafanya kitu sahihi lakini katika namna isiyo sahihi. Kwa lazima ufanye kitu sahihi katika namna iliyo sahihi. Kwa hiyo ndio elimu ya kutengeneza fedha. Lakini pia tunahitaji elimu ya kudhibiti pesa zetu tunazozipata zisipotee. Sio unapata pesa mtu ajiuliza mwaka huu nimepata pesa nyingi lakini sielewi zimeenda wapi. Kwa hiyo ndio maana unahitaji akili ya fedha. Hapo kwenye kudhibiti kuna jambo hapo. Ni changamoto napaswa kufanyaje kudhibiti? Nafikiri hiyo elimu na inahitaji. Elimu muhimu sana. Kuna mambo mengi. La kwanza kabisa lazima uwe na malengo. Ili udhibiti pesa zako zisipotee. Unapopata pesa usijione una pesa nyingi. Unajua mtu asiye na malengo
hajaiambia pesa yake iende wapi. Kwa akipata pesa anajua nimepata pesa nyingi sana, hii simu ninayotumia imechakaa bwana, ngoja nidake simu fulani. Si unaona? Hata haijachakaa. Malengo yanakusaidia kukuonyesha kwamba wewe una pesa nyingi. Anamuona wakipesa pesa. Mtu malengo yanakusaidia kwamba bwana, katika lengo langu unataka nianzishe biashara, linahitaji milioni 10. Nimepata milioni 1, natakiwa niweke akiba 400,000. Kwa kwenye milioni 1 ile ishapungua tena imekuwa 600,000. Yani malengo yanakusaidia kuambia pesa yako ipelekwe wapi. Usio kashangaa tu imepotelea wapi. Kwa lazima una malengo. Malengo yanakupa sababu ya kuweka akiba, ya kupoteza pesa zako kiwalali. Yes. Nafikiri hili wanaume tulitumie vyema. Tuite tena mabahili kuanzia leo. Yes. Inakuwa ni malengo. Na Victor, kuna uwezekano mtu akawa anapata kipato kikubwa akawa na madeni mengi, na yule ambaye anapata kipato kidogo asiwe na madeni kabisa, na ni nini ambacho kinakuwa kinasababisha hapa? Utakuja kutujibu hilo. Ngoja tupokee simu hapa, huenda pia naye akawa na swali au na mchango. Habari za wakati huu, karibu sana. Asante sana. Tunaomba tukufahamu na utupatie mchango wako. Asante. Mimi naitwa Mr. Samuel. Ndio Kelvin. Natokea Arusha, Msaribu. Sawa sawa. Karibu uchangie mada yetu ya leo. Asante. Nimemsikiliza mwalimu vizuri, nimemwelewa. Na amesema kwamba kuna deni ambalo linaweza likawa ni kimiliki. Amesema kwamba kuna tofauti kati ya mkopo na deni. Mkopo ukipitiliza muda, hapo ndipo deni linaanza. Ya, sasa mimi nilikuwa nataka kumuuliza swali moja. Ndio. Kila mwaka tunasikia kwamba deni la taifa limepanda. Na ina maana huo ni mkopo ambao ulipitiliza muda ndio ukawa ni deni au inakuaje? Sawa. Na kwa upande wa watu binafsi sasa, kwa sababu pia leo tunaangalia watu binafsi wanaokopa na hawarejeshi madeni. Na kwa upande wa watu binafsi, mchango wako ni upi hapo? Mchango wangu ni kwamba ili tuweze kuwa na maisha ambayo yanaenda sawa, tufuatilie ushauri sana wa mwalimu ambao ametoa. Sawa sawa. Haya, asante sana, wasalimie. Kuwa na budget. Asante, wasalimie hapo Arusha. Haya, utakuja kutujibia hili swali. Anasema ina maana na hili deni la taifa huwa linakuwa limepitiliza muda wake? Limepitiliza muda wake. Yes. Jibu ni yes. Limepitiliza muda wake. Yeah. Haya, kabla tujaenda Arusha nilikuwa nakuuliza. Ndio. Inakuwaje mtu anapokea kipato kikubwa anakuwa na madeni mengi, na huyu anapata kidogo anakuwa hana madeni kabisa? Okay, swali zuri sana. Na lazima tuelewe kwamba kuwa na madeni hayahusiani kabisa na swala la kipato. Tena. Yaani unaweza kuwa na kipato kikubwa na madeni mabaya. Sisi tunajua umasikini ndio unatufanya tuwe na madeni. Na by the way, watu wote wenye vipato vikubwa huwa wana madeni, ila madeni yao ni mazuri. Kwa hiyo yani tukiwa tunaelekeza usiogope kuwa na madeni. Usiogope kuwa na mikopo yani tukope. Ogopa, yani kopa. Kwa sababu moja kanuni kubwa ya mafanikio, kama unajua watu wengi hawajui hizi siri za mafanikio. Sisi tumepata neema ya kusoma vitabu vingi na kukaa karibu na watu walionafanikiwa. Tumejifunza kwamba ili ufanikiwe kirahisi na kwa haraka, hasa kifedha, lazima ujue kutumia pesa za watu wengine kwa faida yako. Kuna kanuni inaitwa OPM, other people's money. Lazima ujue kutumia pesa ya watu wengine. Kwa watu wote matajiri, ukiangalia tajiri wakubwa Tanzania hapa wamekopa sana, na mikopo yao wakati mwingine unakuta wanaenda dikopa nje kwa sababu wanahitaji mikopo mikubwa. Kwa usiogope kukopa. Ogopa kuingia kwenye mikopo mibaya, mikopo ya kausha damu. Kwa hiyo tukijibu hilo swali kwamba kuwa na madeni hahusiani na kipato kidogo au kikubwa. Yaani unaweza kuwa na kipato kidogo hauna madeni kabisa, unaingiza 200,000 au 1,500,000 kwa mwezi. Na unaweza kuwa na kipato kikubwa unaingiza 3,000,000, kijana unalipwa mshahara na bado una madeni. Kwa nini? Kwa sababu swala la madeni mara nyingi linatokana na swala la nidhamu ya binafsi ya mtu. Nidhamu binafsi na maarifa, kutokujua. Unakuta mtu anaanzisha biashara haijui. Hana maarifa, hajafanya utafiti wa soko, ajue kwamba wateja wanataka nini. Yeye anaassume tu kwamba hili eneo bwana nafungua mgawa watu watataka. Kumbe watu wote wanapenda kula kwao. Umeona? Kwa hiyo unakuta unakosa maarifa ya kile unachoenda kukifanya, lazima uingie kwenye madeni. Unakosa maarifa ya sehemu sahihi ya kuwekeza. Unakuta ulipata pesa, kuna mtu anakopa pesa kwenda kuwekeza kwenye kitu ambacho hakijui. Kuna mwingine anakopa pesa kwenda kufanya kitu ambacho ana pesa zake akiba, anachukua pesa zake zote anaenda kufanya kitu kinashindwa kumlipa, akipata shida, changamoto, anajikuta anaingia kwenye madeni. Kwa kwanza ni kukosa maarifa, lakini pili ni kukosa nidhamu. Mtu unaona wenzio ofisini wote wanatumia simu za gharama kubwa. Unajiona mimi nimebaki nyuma.
unaenda kuchukua mkopo kwa ajili ya kununua simu ya gharama kubwa, unaenda kuchukua mkopo kununua gari. Kukosa nidhamu, watu wengi hawaishi kwa kuzingatia kipato chao. Hiyo ndio inasababisha watu kuingia kwenye madeni, na sio swala la ukubwa wa kipato wala udogo. Unaweza kuwa na kipato kikubwa na una madeni mabaya, unaweza kuwa na kipato kidogo na ukawa una. Sasa ili ukope kwa faida, unapaswa uzingatie nini usifikie kwenye deni? Ili ukope vizuri, si ndio? Mkopaji bora. Mkopaji bora ni mtu ambaye kwanza ni mtu ambaye anakopa kwa kuzingatia uwezo wake wa kipato, ambao hesabu zinasemaje? Kwa mfano mimi ninapata milioni 1, angalau nisizidishe kiasi gani cha kukopa? Kama unapata milioni 1, hakikisha ule mkopo unaotaka kwenda kuchukua unaumudu. Yani utakapofika wakati ya kulipa rejesho, yani usiwe na stress hata kidogo. Yani pesa ambayo unaimudu, yani uharibu mambo yako wala uhitaji kukopa kwa mtu mwingine. Kwa mfano sasa kwa mwezi ninaingiza shilingi milioni 1, natakiwa nichukue mkopo usiozidi kiasi gani hapo ili niulipe kwa miezi 3? Ama asilimia ngapi ya kipato chako cha mwisho wa mwezi? Swali zuri sana. Mara nyingi tunasema kwamba pesa utakayotumia kufanya rejesho la mkopo inatakiwa iendane na kile kiwango ambacho pengine ulitakiwa kuweka akiba na kufanya uwekezaji, ambao ni 20 to 30%, yani asilimia 10-20 isizidi hiyo. Kwa sababu kwa mfano unaingiza kipato cha shilingi milioni 1 kwa mwezi, si ndio? Kwenye ile milioni 1 kwa mwezi nihakikishe deni langu kwanza kuna mahitaji ya msingi na lazima kuna kanuni za budget hapo. Sasa kwenye budget ndio tunalipa pia hata madeni. Unalipa deni kwa kutengeneza budget. Haulipi tu deni. Kwa kanuni ya budget labda nielezee kidogo ndio tutatusaidia kujua tunaweza tuka-apply formula gani. Kwenye budget kuna kanuni maarufu sana ya Elizabeth inasema 50 50 30 20. Inasema 50% ya kipato chako tumia kwenye mambo ambayo ni ya muhimu na lazima. Uwezi ukaishi bila hayo. 50%. Hapo tunazungumzia chakula, tunazungumzia kodi na mambo mengine ya msingi, gharama za usafiri ya muhimu. Alafu 30% tumia kwenye mambo ambayo ni muhimu lakini sio lazima. Michango yote ya harusi, ya misiba ni muhimu, sio lazima. Yasizidi 30%. Mambo ya kununua nguo mpya, mambo ya kula bata, yote yanatakiwa ingie kwenye 30%. Alafu 20% tumia kwa ajili ya akiba, uwekezaji na madeni. Umeona hapo? Kwa deni unalolichukua halitaki kuzidi 20%. Likizidi sana 30 mwisho. Kinyume na hapo, unaweza kukuta unakopa deni kubwa, unapunguza lifestyle, unashindwa kupata hela usafiri, unashindwa kupata hela mafuta ya gari, unashindwa kupata. Kwa hiyo kama unaingiza shilingi milioni 1 kwa mwezi, hakikisha lile deni unalolichukua halitakulazimu kurejesha zaidi ya 300,000 kwa mwezi. Kinyume na hapo utakula mambo ya msingi. Ndio itafika wakati wa kulipa chakula, unajikuta hela chakula unakopa. Na hapo muhimu zaidi kwenye hilo, kuna watu wanaishi kwenye nyumba za zaidi ya uwezo wao. Yaani unakuta nyumba anayoishi ni 40% ya kipato chake au 30%. Anayepata milioni 1 kwa mwezi anatakiwa angalau kodi yake isizidi. Kodi yake ya nyumba itakiwa kuzidi 20%. Haitakiwi kuzidi 200,000? Yes. Sasa inategemeana na ukubwa wa kipato. Kwa kadri unavyokuwa na kipato kikubwa, kodi ya nyumba inatakiwa iwe ndogo. Yaani kwa kadri unavyokuwa kwa hivyo mtu unaingiza milioni 50, 20% ya milioni 50 ni hela nyingi sana. Huwezi kutumia kwenye nyumba, si ndio? Lakini mwenye kipato cha 100,000, kodi yako ya nyumba itakiwa kuzidi 20% mpaka 25. Kwa hiyo angalau ikizidi hapo kuna mambo unafeli, utakwama. Kwa hiyo kama unaingiza 100,000 kwa mwezi, hakikisha nyumba unayokaa isizidi 20-25. Yes. Zaidi hapo kila mwisho wa mwezi utakuwa na kibiza. Ukitumia zaidi hapo, tutakuletea michango ya harusi, utatukwepa. Tutakuletea michango ya misiba, utatukwepa. Lakini pia utashindwa kuweka akiba. Ikizidi zaidi ya 25% ya kodi ya nyumba, kuna vitu utashindwa kufanya vya msingi. Kwenye harusi una pledge alafu unakimbia. Yaani moyoni unatamani kabisa kuchangia na kushiriki kwenye ule msiba. Lakini mfuko unakataa. Kwa sababu kuna sehemu umetumia zaidi ya uwezo wa kila sehemu tumia kwa kanuni. Sasa Messi, kuna simu kutoka Kilimanjaro. Karibu sana, tunazungumza na nani? Karibu uchangie. Asante sana. Mimi naitwa Nuru Temba, nazungumza kutoka Moshi, Kilimanjaro. Karibu. Nilikuwa nauliza kwa utaalamu hapo, kwa sababu kidogo wamesoma idamu. Je, hivi kuna mkopo ambao unaweza ukakopa alafu ukaweza kufanikiwa na ukamaliza kudaiwa kabisa? Tunasema hivyo kwa uzoefu kwamba katika masuala ya mikopo unaweza kukopa lakini huwezi kufanikiwa kukopa na kurejesha mkopo kisha biashara. Yaani ukarejesha ukamaliza kwa hauna mkopo kabisa, yani wewe, lakini historia yako kwa mimi naona siwezi kufanikiwa kwa kukopa nikarejesha mkopo hapo nikakaa sasa sidaiwi kabisa. Lakini naona kwa utaalamu wangu watu wengi wanakopa mikopo
wanaishia kwenye maisha yao kwenye kukopa tu, anakopa anarejesha, anakopa anarejesha, yani maisha yake inakuwa ni kukopa tu. Sasa nilikuwa ndani mmoja mtaalamu, je, mbinu gani unaweza kutumia au hawaelimishe watu mbinu gani wanaweza kutumia wakawa wanaweza wakope alafu waachane na mikopo, wakawa yeye anatumia sasa fedha zake binafsi kuwekeza kufanya biashara. Sababu yeye mwenyewe anakuambia kwamba matajiri wengi wao wanakopa ili wanafanikiwa, wanakuwa na mikopo makubwa. Huwezi kuwa unafanya biashara kukopa alafu kurejesha ukaachana na mkopo, kwa unafanya biashara zako tu huko tu. Asante sana kutoka Arusha. Hivi mfanyabiashara anaweza ukawa mfanyabiashara na usiwe na madeni? Inawezekana. Jinsi mnatuambia kama hakuna, ukiwa mfanyabiashara lazima uwe na madeni. So ndio pesa za wengine, inabidi ukope. Kuna njia nyingi za kufinance biashara yako, yani kupata pesa kwa biashara. Sio lazima mkopo, unataka kujiendekeza. Mjibu sasa. Inakuwaje? Kwa kuna njia nyingi. Mimi nilijua kwamba ukiwa mfanyabiashara yani uwe madeni ndio maisha yako. Ndio nilichokuwa naelewa hicho. Yani kwamba ukiwa mfanyabiashara yani wewe lazima uwe unakopa. Hapana, sio kweli, kwa sababu kwanza lazima uwe na malengo. Kwa mfanyabiashara lazima uwe na malengo ya mwaka yote anayokuongoza. Kwa hiyo sasa hata kama ni kukopa, unatakiwa upange kukopa tangu mwaka jana na unajua kabisa mkopo unaenda kufanya kazi gani specifically kwenye biashara yako. Kwamba bana nakopa mkopo kwa ajili ya kutanua biashara yangu. Kwa hiyo mfanyabiashara sio lazima ukope, kwa sababu kuna njia nyingi za kupata fedha kwa ajili ya biashara yako. Kwa hiyo sio lazima ukope. Na ukijiona kila muda sasa swali la alikuwa katika kidogo sana. Anasema kwamba ukiwa mfanyabiashara unawezaje kufanikiwa kulipa madeni na usiingie tena kwenye madeni? Yaani ukiwa unaendesha biashara yako bila mikopo kabisa. Yaani wakati unaanza hukua na deni. Ulikopa ili uanzishe biashara ikafanikiwa ukamaliza madeni kabisa. Maana lakini yeye akiangalia trend ni kwamba ukianza tu kukopa huachi. Unarudisha mkopo unakopa, unarudisha mkopo unakopa ili biashara isimame. Sasa hiyo inawezekana uachane nayo hiyo. Unawezekana ukaachana nayo. Sio lazima kwa sababu umekopa ukimaliza lazima ukope tena. Hapana, lazima unakopa kwa sababu ya msingi. Pamoja na kwamba madeni ya kwenye biashara ni mazuri, lakini sio kwamba lazima muda wote uwepo kwenye mikopo. Yaani lazima mkopo uwe na sababu ya msingi ya kukopa. Kama ni kwa ajili ya kutanua biashara wala haina shida kuwepo kwenye deni muda wote. Yaani kama mkopo unaochukua na unautumia kwa nidhamu, wewe kuwa tu na madeni muda wote unarejesha, haina shida. Kama mkopo unaochukua unaumudu kwenye biashara yako na unaenda kufanya kitu cha msingi kabisa, sio unakopa fedha kununua furniture za kisasa kweli, kopa fedha kuingiza moja kwa moja kwenye uzalishaji. Na huyu swali lake linaenda na hili labda litakaa vizuri. Anaitwa Januari kutoka Karatu. Anasema ni kwamba anawezaje kulipa madeni na akawa anaendelea kufanya maendeleo. Kwa hiyo kama huyu mfanyabiashara anawezaje kuwa analipa deni na biashara yake endelee kukua? Yaani hapo ni kupitia budget. Hamna namna bora zaidi. Una budget vipi sasa? Yani kwa mfano unapochukua mkopo, kwanza lazima kabla kuchukua mkopo ujue mkopo utaulipaje. Yani sio unachukua mkopo afu ndo unakuja kuona huu mkopo ulikuwa mkubwa sana. Chukua mkopo kulingana na uwezo ulionao, lakini jua kabisa kwamba bwana huu mkopo nitakavolipa, na kabla hujachukua mkopo weka budget ya mkopo wako. Kwamba nachukua mkopo milioni 10. Katika milioni 10, milioni 2 nitafanya matangazo labda ya kulipia kwenye biashara. Milioni 1 labda nitaongeza mfanyakazi kwa sababu simu zitakuwa nyingi ofisini. Kwa hiyo chukua mkopo kwanza kwa kuzingatia uwezo wako wa kulipa, lakini pia chukua mkopo, tengeneza budget ya mkopo. Usipotengeneza budget ya mkopo, utachukua mkopo utajiona na pesa nyingi sana. Nimepewa milioni 50 hizi ni nyingi sana. Ngoja nifanye kitu fulani. Ngoja nibadilishe simu, nibadilishe gari na vitu kama hivyo hapo. Haya, naomba nisome ujumbe wako. Anasema Abdalla Kilua kutoka Dar es Salaam, ukimkopesha rafiki yako au ndugu yako jiandae kupoteza vitu viwili, urafiki na pesa. Maana ukimdai tu unageuka kuwa adui. Ndio anasema kabla hujamkopesha rafiki yako mkumbatie kwa mara ya mwisho. Mwambie nakupenda sana. Kila la heri. Haya, anasema Mwashilindi kutoka Mbeya, mimi nafikiri wengine wanakopa wakiwa na mategemeo ya kurudisha baada ya kufanya biashara, lakini biashara inaenda ndivyo sivyo, anashindwa kurudisha, matokeo yake anaanza kujificha. Asante. Anasema madeni yanaweza kusababishwa na kipato kuwa kidogo na mahitaji kuwa makubwa, lakini pia madeni yanaweza kusababishwa na kutumia bila kuzingatia kipato chako kinalinganaje. Madeni pia huweza kusababishwa na kupenda kujiweka katika viwango ambavyo haumo, unajikweza. Kumbuka dawa ya deni ni kulipa. Januari nimeshaisoma. Ibrahim Ngwale anasema wengi wao wanakopa bila mipango. Sasa wafirisiwe, sio waaminifu. Jamani, msiwafanyie hivyo.
Anasema Juma Christian Kachimba kutoka Ulanga, anasema kiukweli madeni yanaumiza sana wakopaji, ila kwa mtazamo wangu naona chanzo cha watu kushindwa kulipa madeni ni riba kubwa ambazo zinakuwa zimewekwa. Haya, asante. Watu wanashindwa kulipa kwa sababu wanakopa bila kuwa na elimu juu ya mkopo, kukopa kiwango cha zaidi ya kile ambacho anakiingiza, matumizi yasiyo la lazima, kutokuwa na nguvu za kiroho zinazidi roho ya madeni. Wengine wanagoma tu kulipa. Anaitwa mchungaji Yohana Laiza. Anasema kuna muda unakuta yani wewe kuna karoho kako nikanakuwa tu kama deni. Hilo swala ni lipo kweli, kwa sababu ni kwa imani unajua mambo mengi yanaanzia rohoni. Kuna watu wanasumbuliwa na madeni sio kwa sababu hawana nidhamu, kwa sababu kuna roho zina wawinda. Kwa hiyo usipojitengeneza pia kwenye upande wa roho na kumwomba Mungu kwamba akuondolee hiyo roho, unaweza kujikuta uishi na madeni mabaya. Yani muda wote una madeni na madeni yanapitiliza, unakosana na watu. Kwa hiyo hili swala sio tu la kimwili bali ni la kiroho. Kwa hiyo lazima uelewe. Kwa kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao haupendi kukopa, unakopa sana, madeni hauyawezi, una madeni mengi, unakosana na watu, inawezekana pia kuna roho inakusumbua. Lakini wengi sio roho. Sio kasema mimi nina roho bwana, mwalimu alishasema kwa hiyo mimi nina roho, sasa nitafanyaje? Hapana, wengi ni nidhamu tu. Acha nikope tu, haina namna. Acha tu nikope, nitafanyaje sasa? Kuna huyu anasema mimi ni Tomaso, naomba kumuuliza mwalimu ana deni au la? Mimi na mkopo. Amesema kama ukijibu una deni tukuulize kwa nini? Mimi na mkopo, mimi sina deni. Mimi na mkopo kabisa, ni wa biashara. Umesikia? Yani na mkopo kabisa. Na mimi sina mtu yeyote anayendani. Nadaiwa na mtu, nadaiwa na nani mmoja tu, taasisi. Tena vikoba. Basi kikoba changu ndio kilinipa. Yes. Haya, kuna point imezungumziwa sana hapa ya kusema matumizi yani unakuwa na matumizi yaliyopitiliza bajeti yako, yani kufanya kuwa na mahitaji yanayozidi kipato chako. Hii inakuwaje na mtu anawezaje kubalance mahitaji yanayozidi kipato? Na unakuta ni kweli mahitaji unayo, sawa, ila anazidi kipato chako. Okay, kuna mahitaji ya muhimu na lazima, afu kuna yale ambayo ni muhimu sio lazima. Lazima tuelewe hapo. Kuna watu, kwa mfano, kulipa kodi ya nyumba ni muhimu, si ndio? Na ni lazima. Wewe ukaishi bila kulipa kodi ya nyumba. Unalipa kodi shilingi ngapi itaamua hiyo ni muhimu na lazima au la, au sio muhimu. Unaweza, kwa mfano, kwa uwezo wako unatakiwa ulipe kodi 200,000 kwa mwezi, lakini unalipa kodi ya 400,000, hapo umepitiliza. Kwa hiyo lazima ufanye vitu kwa kuzingatia uwezo wako. Na ndio maana tumeelekeza hii kanuni ya kutengeneza budget. Kulipa ada ya watoto ni muhimu na ni kitu cha lazima. Watoto lazima wasome shule nzuri. Kama Mungu amekujalia kipato, lazima waende English medium. Yes. Ila unalipa kiasi gani itaamua ukwame au la. Kwa hiyo ni muhimu sana. Lazima ujiulize, je, hivi ada ya watoto silipi zaidi ya uwezo wangu? Na lazima ujiulize, kama ikiwa kila wakati wa kulipa ada ya watoto lazima ukope, inawezekana nikawa kiashiria cha kwamba unalipa zaidi ya uwezo wako. Kama kila wakati wa kulipa kodi una stress, basi inawezekana unalipa zaidi ya uwezo wako. Haya, sawa. Anaitwa Sonia Abdalla, yupo Morogoro kiwanja cha ndege, anasema kwa upande wangu mimi naona wanaokopa madeni wanawafelisha wenzao, kwani mmeelewana akulipe siku fulani alafu wao wanazidisha siku ya kupeleka wenzao kufeli. Mimi pia nafanya biashara, ila uko mtaani inaitwa mdada wa cash, yani sikopeshi jamani bidhaa zangu. Kwa sababu yupo ambaye amewahi kufilisiwa. Sasa tuangalie kwa upande wa athari nyingine ni kwa yule mkopeshaji. Mtu amekopesha, kumbe amekopesha ada ya mtoto au amekopesha yani fedha ambayo ilikuwa na matumizi baada ya miezi 3-4. Kabla ya mtu hajakopesha, anatakiwa kufanya nini ili asiathirike pale ambapo hajalipwa kwa wakati? Kama na wewe una moyo wa kukopesha watu sana, hili ni jambo la muhimu sana. Jambo la kwanza, unapomkopesha mtu angalia uwezo wake wa kulipa. Hilo ni jambo la msingi. Yaani usimkopeshe mtu ambaye hana uwezo wa kulipa au hana uhakika wa kipato. Kama mtu ana uwezo wa kulipa milioni 1, usimkopeshe milioni 2, milioni 3. Unamtengenezea mazingira ya kutokurejesha ile hela. Kwa hiyo angalia uwezo wa mtu wa kulipa. Hilo ni jambo la kwanza na la msingi zaidi. Pili, mkopeshe mtu pesa ambayo unaimudu kuipoteza. Usimkopeshe mtu pesa ambayo hauimudu kuipoteza. So unamkopesha hela nyingi ambayo mtu asipolipa una stress, unaharibu malengo yako na mambo mengi yanaharibika. Hata kama una uwezo wa kumkopesha mtu 600,000, jiulize hata asiponilipa haina shida. Na jambo la muhimu pia, usimkopeshe ndugu, mama au baba au ndugu ambaye uwezo kumdai. Huyo unafanyaje? Usimkopeshe ndugu au mama ambaye uwezo ukamdai, kwa sababu ukimkopesha mama mkubwa, shangazi, uhesabu tu kwamba hapa hii inaweza kaa imepotea. Kinyume na hapo, uwezo kumpeleka ndugu yako polisi. Yes. Kwa hiyo usimkopeshe ndugu ambaye hoja mbili umezungumza. Ndio. Kopesha kile ambacho upo tayari kukipoteza. Yes.
lakini mkopeshe mtu kile ambacho anaweza kurejesha. Uangalia uwezo wake wa kurejesha. Unaambia huyu kwa ninavyomjua milioni 200,000 anaimudu. Victor, nataka ukaniwekee bondi kwa mtu nataka nichukue milioni 100. Kwa wewe nikikuangalia mimi nakataa. Kwa taasisi uliopo naweza nikaelewa. Kwa taasisi aliyopo. Kwa mimi ukinipima hata ukinani watu wanaweza wakakutoa wenzio. Utampoteza uko sehemu sahihi. Naogopa kumpoteza yeye na pesa. Haya jamani, wakopeshaji wenyewe wanasemaje? Tunaye Zuhura Omar ambaye yeye sasa ni mkopeshaji na amechelewa kufika kwa sababu alikuwa amepitia kudai deni sehemu. Victor, karibu, sogea tu huku. Haya. Karibu sana. Ulipitia kudai deni kwanza. Ukasema siwezi kwenda kwenye kipindi kabla sijapata deni langu. Waliniambia ni Jumamosi asubuhi ndio niende. Wewe unataka uulize kama amelipwa. Karibu sana na pole, najua mvua za Dar es Salaam. Tumefurahi kuwa na wewe kwa siku ya leo. Tukuache sasa upumue. Sisi tuendelee na kusoma ujumbe na Victor, alafu tutakuja kufahamu sasa kwa upande wao wakopeshaji wanazungumza vipi juu ya sisi wakopaji ambao hatulipi madeni na ni nini ambacho huwa kinafanyika na zile kanuni zilizokuwa natupa hapa. Kuna namna ukimwangalia mtu unasema huyu milioni 10 simpi au inakuaje? Vipimo mnavyotumia mje mtuambie. Tuendelea kusoma ujumbe wako na wewe ushiriki kwa 0763809770. 0763809770. Huyu anasema anaitwa Baraka Matias kutoka Masumbwe Geita. Anasema mada ni nzuri sana, inagusa maisha ya kila mtu. Unapokopa unatakiwa kujiuliza, je, unafanyia nini hiyo pesa ya mkopo? Kama ni biashara yako, unaingiza shilingi ngapi kwa siku ama kwa mwezi? Usikope pesa kwa vitu ambavyo haijalishi hivyo pesa. Haya, anasema kopa kwa malengo, kurudisha kwa wakati. Haya, wewe unasema mimi nashindwa kuelewa, kuna msimu unaweza kupata hela kubwa nikaanza kufanya kazi ila inapotea kwa haraka. Naomba mtaalamu anielezee hapa. Kuna msimu anapata hela nyingi lakini zinapotea kwa haraka. Sababu ziko nyingi. Sababu ya kwanza ni huyu mtu unakuta mara nyingi haishi kwa budget. Ukimuuliza vizuri huwa anapanga matumizi yake kabla hajapata pesa. Wengi hatufanyagi hivyo. Yaani tunapata pesa ndo tunapanga matumizi. Sasa ukiwa ni mtu ambaye unapata pesa ndo unapanga utumie kwenye nini? Utatumia pesa kwa hisia na sio kwa akili. Utaangalia nini? Kwa mfano baadaye sijanunua nguo muda mrefu sana. Lakini wewe kaipata kwa haraka, hakutarajia pengine. Amepata pesa nyingi kwa haraka, si ndio? Lazima pia una matarajio ya namna hiyo kutokana na shughuli umefanya. Hamna mtu anaipata hela kwa mfano mimi siwezi tu kuja hapa from nowhere nikakupa tu milioni 10 pap. Kama ni ndugu yako kuna siku utatarajia nipate. Mimi bwana kuna muda napigaga tu mahesabu kwamba hivi siku ikitokea nimepata milioni 50 ghafla pap nafanyia nini? Lazima uanze kuiandaa akili yako kwa kupokea pesa kubwa. Kinyume na hapo utapata milioni 50 milioni utachanganyikiwa kwanza. Akili inakuja kurudi una 200,000. Kuna kitu tunaitwa financial thermostat. Financial thermostat ni ile kiwango cha pesa ambacho wewe umekizoea na unakimudu. Ukipewa pesa zaidi ya hizo pesa utazitumia mpaka zije kwenye uwezo wako wa akili uliozoea ndo akili inakaa sawa. Kwa kama financial thermostat yako wewe ni milioni 1, tukupe milioni 50, akili zitapotea wewe. Akili itakuja kutulia ukiwa na milioni 1 ulioimudu. Yes, kwa hiyo kubwa ni lazima uiandae akili yako. Ipigie mahesabu Yes, ipigie mahesabu akili yako kwamba bana siku nikipata hela hii nyingi nitafanyia nini? Ili isije katokea siku umepata kwa sababu ukupanga ukafanya kitu ambacho sio cha maendeleo. Sawa sawa. Haya, tuzungumze sasa na mkopeshaji Zuhura Omar. Tueleze kidogo juu ya watu wanaokopa na kutokurejesha. Hali inakuwaje? Hali ni mbaya sana. Kwa sababu unapotarajia wewe unapompa mtu hela unatarajia hakurudishie. Sasa kama haja kurudishia ina maana anakufilisha kimsingi. Msingi unakuwa unateteleka sana. Umeona? Na watu wengi wanapokuwa wanakopa, wengine wanakuwa wanakopa bila malengo. Umeona? Mtu anachukua ile hela, wewe humjui kama ule mtu anachukua hela, wewe unajua mtu anachukua hela huyu ana shida kwa sababu kashanijia ananung'unika. Huyu ana shida kweli. Mimi na shughuli ya mwanangu asiaibike. Akwambii hivyo mwingine. Mtu anakuja anakuambia mimi bwana mimi nina shida nadaiwa kodi na hivi au mwingine hada. Umeona? Sasa kwenye mpango wa hada mtu lazima uingie imani kwa sababu kila mtu anapenda maendeleo ya watoto. Hakuna mtu asopenda maendeleo ya watoto. Unasema ngoja nimpe kwa sababu kaja kuniomba akasema hatarudisha. Angalau naye hampeleke mwanae huko anapotaka. Kumbe ile hela yeye hatumii kwa matumizi yale alokuja kukwambia. Anatumia ile hela labda anadaiwa na mtu mwingine. Umeona? Anadaiwa na mtu mwingine anakuja anakopa kwako anapeleka kwa mtu mwingine ili yule kule asiumbuke kule. Umeona?
Ndio inavyokuwa hivyo. Wanawake wengi wanapoza madeni. Yaani unachukua deni kupoza deni. Na unapoza deni. Umeona? So uchukue deni ufanye malengo. Unachukua deni unapeleka sehemu. Umeona? Ili kule tena siku nyingine ukiwa na shida asikukatae. Huku tena unabomoa. Siku inafika huku ya kulipa inakuwa ni mtihani. Ni vitu gani ambavyo mnavizingatia kukopesha? Kwenye kukopesha kuna vitu vingi. Mwingine akija kama hivi kwa maneno unamwamini, unampa. Mwingine unampa kutokana na kitu chake alichokuwa nacho. Sasa hivi 90% watu wanatumia simu, TV, kasoro labda mali kama friji nini, sio sana. TV, simu na TV inajulikana hii thamani yake hii. Sio TV tu angalau TV uipeleke. TV inaonekana TV iko hii nimekupa 500 lakini TV nikiisoma 800. Hapo nakuchukulia na uwiano wa wanaokopa na kurejesha na wanaokopa kisha kutokomea ni mkubwa kiasi gani? Mzani umeegemea wapi? Wengi wako ambao sio wa kutokomea lakini hatakusumbua. Sio kimbii hila hatakusumbua. Mtapelekana huku, mtaenda serikali za mitaa, mtarudi hivyo. Lakini sio wengi ambao mtu mpaka umekaa pale unakopesha uweze kumkopesha mtu usomjua. Na mkopesha mtu ambaye najua huyu anakaa sehemu fulani ndo nampa hela yangu. Lakini siwezi kumpa mtu hela simjui katokea Mbagala huko sijui Mbagala gani umpe hela yako. Wewe mwenyewe kwanza utakuwa umepoteza hela yako. Lakini nampa mtu najua huyu anakaa mtaa fulani namfahamu vizuri huyu. Umeona? Kwa hiyo hata kama akisumbua lakini najua kwake pale. Sasa haya utakuja kutuambia baadaye sasa mtu asiyelipa unatumia mbinu gani ili alipe au inakuwaje unaipata ile fedha yako. Nilivyopitia hiki kitabu chako cha Akili ya Fedha nakutana na eneo na alichokizungumza hapa kwamba mtu anachukua deni ili kulipa deni ina maana haupo huru kifedha. Na nimekutana hapa na katika ukurasa wa 130 huu una hatua 7 za kufikia uhuru wa kifedha. Mtu anawezaje akawa huru ili aepukane na haya madeni na kufikia hatua kuchukua deni unalipa deni? Kanuni ni hizo tu za msingi kwamba jambo la muhimu yani kama unataka usiingie kwenye matatizo ishi kwa kuzingatia kipato chako. Yaani ndo kanuni kubwa kuliko zote. Kodi ni 20,000 kwa uwezo wako lipa 20. Usitake usiishi kuonekana tajiri. Kuna watu wanatakaga waishi kuonekana tajiri. Katika kufanya hivyo wanapoteza fursa ya kujenga uchumi imara. Lakini hapo ndo kuna kuheshimika kidogo. Sasa unaweza kuwa unaheshimika kwa nje tu lakini mwenyewe hali yako unaijua. Sasa mwisho wa siku ukitafuta heshima hiyo utajikuta unaingia kwenye madeni sasa. Unakopa huku deni unahamisha madeni. Na hiyo ni dalili mbaya sana ukijiona kwenye hiyo dalili. Kwa sababu kuna dalili tukiziona tunaona kabisa wewe uko kwenye dalili mbaya sana. Dalili moja wapo ni kuwakimbia watu wanaokudai. Ukipigiwa simu upokei kwa sababu yoyote unaambia sikujisikia au unajisaulisha kwenye madeni yako. Hiyo ni dalili mbaya sana. Kwa hiyo jambo la muhimu angalia kipato chako ni kiasi gani na ishi kwa kuzingatia kipato chako. Na usisaidie kwa mfano wengine unajikuta unaingia tu kwenye madeni kwa kusaidia watu kupita kiasi. Wana mzigo pia wa ndugu wengi wanawasaidia kuliko uwezo wao. Kwa hiyo lazima tuingie kwenye madeni. Unasomesha watu wengi ambao ni nani kusaidia watu ni jambo jema lakini angalia unasaidia kwa kiasi gani ili kusudi kipato chako pia kiweze kutosha. Unaweza kukuta mtu anasaidia watu kwa zaidi ya uwezo alionao pia. Sawa. Haya, mtu akikopa sasa unaanzaje kuona dalili kwamba hili deni litamshinda? Dalili inakuja kama pale. Mwingine anapokopa katika ukopeshaji kuna wiki 2, kuna mwezi mmoja. Umeona? Anayeomba kwa wiki 2 ambaye anajua kabisa mimi wiki 2 nitakuwa hela sijaipata lakini anakuambia wiki 2 ili mradi kukufanya wewe kukushawishi kumpe. Kwa maana pale sasa mimi pale imeshafika wiki ya kwanza, wiki ile ya pili hajamalizika, unakuwa unawasiliana kwenye simu. Bwana unajua tarehe yetu siku fulani? Najua hamna shida. Sawa. Imebaki siku moja ndugu yangu kesho ndo siku yetu. Najua hamna shida. Sawa, unamuitikia. Siku imefika, unampigia simu, anakuwa mwingine hapokei. Umeona? Siku ya pili unampigia anapokea anaanza kukupa malalamiko. Mimi sijapata, sijui nimefanyaje. Kama mkopeshaji huwezi kulegea kwa sababu ukilegea ile hela hutoipata. Kwa hiyo unafanyaje? Unamtishia tu. Kwamba mimi bwana tutaona na wabaya. Mimi hapo nikija hapo utaniona mbaya kabisa. Mimi nikiingia hapo nabeba kila kitu.
na kuzalilisha. Lazima nikuwekee mkwala kidogo ili mradi wewe ukae sawa, uende mbio, ufanyeje, ili nikutingishe. Kwa sababu nisipokutingisha mimi changu sipati. Na wanatingishika? Wanatingishika wengine. Wengine ndio utakuta mtu tena mwingine muoga anarudi tena mbio kwako. Umenielewa? Anachokifanya kutafuta ile riba ya juu kukupatia hili siku nyingine iendelee. Kwa maana atakapokupa riba ya ile hela ambayo ulompa ndo atakapo anaongeza siku, yani unamuongezea tena siku. Kama ni mwezi unampa tena mwezi mwingine. Umeona? Ndugu yangu mimi nimekosa hii hela yote lakini nimepata riba yako tu na kuletea riba yako. Unanipa mwezi mwingine katikati hapa nitakuwa nishapata. Na wale ambao hawatingishiki sasa? Wale ambao hawatingishiki. Wale hawatingishiki wengine mnafikishana pabaya. Mnaenda paka serikali za mtaa, mwingine unampeleka paka polisi. Ili akulipe hela yako kwa sababu unapompa hela yako sasa hivi watu hawachukui hela hivi hivyo ovyo. Sasa hivi kuna vikaratasi watu tumevichapisha, unatia saini yako pale, unaandika mimi fulani fulani, kwa maana hata nikikupeleka polisi huwezi kugeuka. Huwezi kusema mimi hujanipa. Zamani watu wanapeana hela kiolela tu. Huyu kanipa hela basi hamna maandishi. Lakini sasa hivi maandishi yapo. Bwana andika hapo. Kama umechukua kiasi fulani, unalipa kiasi fulani. Basi. Umeona? Kwa maana hata nikikuchukua nikipeleka polisi, mimi nakuwa na haki. Umeona? Lakini kama sijaandikishana na wewe, unaweza kunikana. Kwenye kopeshana pale, mkopeshaji na anayekopeshwa huwa unapata faida gani ama huwa mna makubaliano gani ili wewe ukubali kumkopesha yeye ukiachana matatizo alionayo, changamoto alizonazo? Kuna kitu gani kingine ambacho wewe sasa binafsi unakuja kunufaika na ni kwa ukubwa gani? Kunufaika labda kunufaika kwangu mimi labda kuongeza ile salio langu kwamba nakupa 100,000 kwa 150,000. Nakupa 100,000 kwa 130,000. Ambapo ndio huwa inakuwa hivyo. Inakuwa hivyo hiyo ndio manufaa yangu. 100,000 kwa 150,000. Ambaye unajua huyu anachukua kwa wiki 2, anachukua 100,000 kwa 130,000. Umenielewa? Kwa sababu ni wiki 2. Mwingine mwezi 100,000 kwa 150,000. Ili na wewe upate kipato, uongeze msingi na mtaji ukue. Sawa. Haya. Naomba nisome ujumbe hapa. Anasema walimu wamekuwa gumzo jamani kukopa vibandani kwenye maduka. Anaitwa Frederick Makubi kutoka Ukerewe. Mimi mama yangu mwalimu, kwa hiyo mkisema hivyo mnanitisha. Lakini sio kwa mara ya kwanza nimelisikia hili limesikika. Inakuwaje kada hii ndio inakuwa inatajwa katika hasa kwenye duka, yani yale mahitaji ya unga, sukari, chumvi? Ni eneo gani ambayo kama ukiona upo kwenye hii kada unatakiwa kuzingatia ili uondoke nayo? Kuna sababu mbili za kwa nini watu wanaonekana kwenye kada hiyo, si ndio? Sababu ya kwanza hiyo ndo kada yenye watu wengi ambao wako mtaani zaidi. Kuna kada zingine mtaani hazipo. Lakini kuna kada nyingine za kudonoa. Kuna mtaa unajua daktari hayupo unakuta kuna mtaa mzima hamna daktari, hamna rubani. Kwa lazima uone. Sababu nyingine pia ni kipato. Unakuta kipato kinakuwa na ni kidogo pia. Na unakuta mtu anategemea ajira peke yake, hana chanzo kingine cha kumuingizia kipato. Sasa kwa mfano mtu anapenda ni mwalimu, anaweza kana vyanzo gani vingine vya kumuingizia kipato? Asubuhi kila siku saa 1 ameamka, anarudi kila siku saa 10, nategemea na usafiri wa eneo alilopo. Anaweza kujikuta kila siku anarudi saa 12 jioni. Okay, jambo la muhimu lazima ujifunze kufanya biashara katika muda wako wa ziada. Kuna saa 1 usiku ndo muda wangu wa ziada. Walimu wengi wanatoka saa 10 tu, au unakuta wengine saa 11. Hata kama unatoka saa 1, kufanya business katika muda wa ziada ni kufanya business weekend. Unaweza kufanya kazi weekend, au unaweza kufanya online, unaposti online. Yaani watu wanafanya biashara online. Yaani mwalimu, lakini ikifika jioni au hata asubuhi tu akiingia tu ofisini anaposti kwenye mitandao ya kijamii vyombo, mapazia, mashuka. Lazima ujifunze kujishughulisha. Ninaye mwalimu ambaye yuko Tanga, mwanafunzi wangu, anauza gesi. Amefanya hivyo nilivyo na naye, nikamwambia wewe weka malengo ya kujiajiri. Nataka baada ya miaka niendaga Tanga kufundisha. Nikamwambia baada ya miaka 2-3 uwe umeweza kuja, kwa sababu nikikuona naona unaweza kabisa. Lakini juzi nimeongea naye, ameweza kujiajiri, ametoka kwenye ajira. Kwa hiyo kutokana na namna ambavyo aliweka mambo yake. Kwa kama ni mwalimu, kuna biashara nyingi unaweza ukafanya kwa mtaji mdogo. Ile mikopo ambayo unaweza ukaipata ukiwa kama uko kwenye kada yako, itumie kwa kuanzisha chanzo kingine cha mapato. Anza online. Na online usifikirie Instagram tu, Facebook utasema mimi sina utaalamu. Hata WhatsApp kuna magrupu mengi ya ofisini. Unaweza kwa ni kutengeneza juisi pia unawauzia staff wenzio. Kwa kuna vitu vingi. Kwa hiyo saa 2 usiku unaweza kutengeneza juisi ukaipack, kesho unawapelekea ofisini pale wenzio. Unaweza kukuta wanapenda, tunaweza kujikuta kwa mwezi unaingiza 50,000. Hiyo 50,000 ukiweka akiba, baada ya muda una uwezo
chanzo ya kukopa pesa nyingi pia. Yes. Haya, anasema hello weekend jamani, nimefurahi kukuona tena Messi, karibu tena. Haya, asante, mimi ni wa hapa. Anasema wengi wanakuwa na madeni kwa sababu ya kutaka kuishi nje ya kipato, kama alivyosema mwalimu hapo. Huwezi kuwa na kipato cha 100,000 kwa mwezi afu unataka kuishi maisha yanayogharimu 500,000. Kwa hiyo anasema hapo lazima utakuwa na madeni tu. Mdeni wangu mimi kwa mfano kanipiga kalenda mwisho wa siku kaniblock. Dawa deni ni kulipa jamani. Deni halikimbiwi na kuzima simu au kubadili njia ya kupita. Dr. Mihayo kutoka Tanga. Mdeni akikublock na kama ni mtaa umesema unafahamu anaishi wapi, hajajenga, amepanga, inakuwaje? Labda awe amehama. Lakini kama yupo nitampata tu. Njia asubuhi ukifika hayupo, usiku hayupo na njia hapiti. Hapiti, lakini kwa kawaida ubinadamu kama ulivyosema, dawa ya deni kulipa, sio kulikimbia deni. Huyo atajificha, matokeo yake ataambiwa na watu ambao mimi nakwenda pale kwake na salamu zangu ninavyoziacha. Hataambiwa tu. Mwisho wake mwenyewe ataona hapa ninapofanya hapa sio sawa. Lazima nijipeleke. Umeona, hata kama sijafanikiwa atakuja ataniomba tu. Lakini sitomtafuta sana. Nitaenda mara kwanza, mara pili, mara tatu. Salamu zangu atakavyozipata. Atakuja mwenyewe. Yaani salamu zako za kumtishia tu, mtakapomkuta kokote na yeye anajua kabisa yeye anapita, na binadamu unaweza ukakimbia huku lakini ukakutana na mimi sehemu nyingine ambayo wewe hujatarajia mimi kuniona wala mimi kukuona. Huwezi kukimbia. Umewahi mshika mtu shati? Lipa deni langu. Hapana. Au unakuwa na vijana ambao wanaenda kumshika shati? Hapana, sijawahi kumshika. Lakini unapotaka ile kama kufanya kama kitu ambacho yani kama vile ukishamsogelea mtu lazima hawe mpole, lakini hatujashikana mashati. Bado hujafikia hapo. Kushikwa shati umeenda kudai alafu mikwano aliopiga mtu akakasirika akakushika wewe shati? Hapana, sijawahi. Haya, sawa. Huyu Godfrey Kachele kutoka Ilala Boma anasema tatizo watu wengi ukopa pesa pasipokuwa na malengo sahihi. Hivyo basi mkopesha pesa awe anatoa elimu ya matumizi madhubuti ya pesa kwa lengo lililopangwa. Huwa mnatoa elimu kweli kabla ya kumkopesha mtu? Au na wewe ile ni biashara, liwe? Kwa sababu sisi sio kampuni. Kama ingekuwa ni kampuni afu umesajiliwa, lazima uweke walimu ambao wanakuja kutoa darasa. Lakini sio kampuni. Sisi tunafanya tu mitihani, ili mradi maisha yaende. Kwa maana tu tunasaidiana. Na mtu anapofika pale anapokuzungumzia shida yake unamwambia kabisa, bwana mimi nimekupa hela yangu hii. Unajua mimi hela yangu mimi nazungushia. Umeelewa? Unapokupa wewe na mwingine anakuja na shida kama yako. Kwa hiyo hii hela nakupa uirudishe na mwenzio mwingine anahitaji. Hilo ndo kusudio letu kubwa. Lakini kumpa mtu darasa hapana. Haya, sawa. Huyu anasema mimi nilikopesha mtu 295 tangu mwaka jana Novemba. Yaani nimemdai wewe, nimechoka. Nimefikia hatua nimemtafuta mchungaji wake. Akakasirika, amejikomiti Jumatatu ya kesho atanipatia. Jamani, natamani nijue mbinu nyingine za kudai. Ndio hadi tufike kwa wachungaji jamani, tusifanyiane hivi. Tunavyohitimisha, ungependa kuzungumza nini na Victor, kitabu chako hiki unaweza kuzungumza pia watu wanaweza kupataje na nakala zake? Dakika moja. Okay, sawa. Kwa hiyo kama tulivyojifunza kwamba kwenye maisha ili ufanikiwe unahitaji kuwa na akili ya fedha, kwa sababu fedha inaanza kukamatwa kwanza kichwani kabla hujaikamata kwenye wallet au kwenye akaunti yako ya benki. Na mwandishi Robert Kiyosaki ameandika kitabu kinaitwa Rich Dad Poor Dad, maarufu sana, kimesaidia watu wengi sana Tanzania. Anasema tunatengeneza pesa kwa tunachokijua na tunapoteza pesa kwa tusichokijua. Kwa hiyo unahitaji akili ya fedha na ufahamu wa fedha kama unatamani kufanikiwa. Kwa hiyo soma hiki kitabu changu kinaitwa Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Tunakipata wapi? Kitabu unaweza kukipata, tuko Survey karibu na Mlimani City, kuna duka letu. Wewe ingia Instagram tuandika Victor Mwambene au Akili Plus Bookshop. Victor Mwambene utapata vitabu. Asante. Unazungumza nini neno la mwisho kwa sisi wakopaji? Mimi nazungumzia kwa watu wengi ambao wanaosaidiwa au kukopeshwa. Unapokopa lazima ulipe. Shida haina
mwenyewe. Itakurudia Leo una shida, kesho utakuwa na shida. Kwa maana lazima umlipe mtu ambaye anayekudai ili kesho na kesho kutwa ukipata shida ukimbilie pale. Asanteni sana wageni wetu kwa siku ya leo. Asante Victor Mwambene, mshauri wa fedha na uchumi, Zuhra Omar ambaye unahusika moja kwa moja na kukopesha. Tunahitimisha hivyo, tuwe na akili ya fedha na tulipe madeni yetu. Langu jina ni Meryl Simbana, mwenzangu ni Richard Ngaila. Haukopi tena? Siliriki tena madeni. Kukopa naendelea. Uliriki tena madeni. Asante.